Na labda katika huu mkutano wakubaliana na mapendekezo ya NEC, namna walisema kwamba yeye aondolewe katika nafasi hiyo. Wewe unatabiri Sifuna atachukua mwelekeo gani na itakuwaje? Sidhani kama, unajua mwanzo nilikuambia Sifuna wanatofautiana tu kidogo kwa ODM, si kwamba nasi ODM. It is only that kuna vitu key ambazo anaona ni kama azifuatiliwe. Na hizo ndio vitu inafaa aende pale, aziwasilishe. Asema wakati tunaenda kufanya kitu fulani ama kwa mkataba na rais, tunataka vitu fulani fanya nini? Ipitishwe. Unajua kama ukienda pale, hata kama mimi nilikuwa na nia ya kusema kwamba nataka nikutoe, sitakuondoa. Nitasema kwamba una respect chama, lakini wakati tunaita mkutano kama hiyo au kuji. Na wewe ni baadhi ya wafuasi wa chama. Do you expect tuseme wewe ni mfuasi wa chama? We will replace you. So hiyo ndio kitu naweza nikamwambia. Turudi hapa chini kaunti kidogo alafu tutapanda tena. Kuna ukanda wa video ambao umekuwa kwenye mitandao ukionyesha waziri wa vyama vya ushirika Mheshimiwa Wycliffe Oparanya akimuidhinisha mwaniaji wakilishi wadi West Kabras kwamba yeye atawania kwa niaba ya ODM. Lakini FCPA Fernandez Barasa yeye walisema kwamba wanafanya pamoja na UDA, kwa hivyo wako ya nyuma ya mgombeaji wa Broad-Based ambaye alikuwa Shalaha na akakuja kupita. Kwa hivyo ukiangalia Oparanya alikuwa nyuma ya mwaniaji ambaye alianguka. Barasa amekuwa nyuma ya mwaniaji ambaye ameweza kupita. Rudi nyuma 2022, huyu Barasa aliweza kuinuliwa mkono na Oparanya akasema kwamba huyu ndio naona kwamba ataweza kufanya kazi. Unadhani kwamba tofauti za kimtazamo kisiasa katika kaunti ya Kakamega, manake Oparanya anaonekana na kundi lake pale na daktari pale upande wake, unadhani kwamba 2027 ni wazi kwamba inaonyesha wazi kwamba Dr. Barasa atamwangusha Oparanya na mipango yake? Kitu cha kwanza inafaa weka kwa akili, Oparanya hana mamlaka ya kuendorse mtu Malava. Kwa sababu ukiangalia deputy party leader ama Western, mtu mwenye anasimamia Western upande wa ODM ni Fernandez Barasa. Na yeye ndiye ako kwa ODM akasema sisi kama wanachama wa Kakamega hatutasimamisha mtu. Ushanielewa? Kwa hivyo inakuwa ni chama kimesema. Chama kimesema hatusimamishi mtu. Sasa wewe ambaye tu ni member, you are just a member, hauna uwezo wa kukuja kukanusha ile ambayo wafanya nini? Washasema. When it comes to 2027, I always tell you, Oparanya ni mtu mzuri na ni mtu anaangalia mbele. Na yeye saa kitu ambacho anafanya, anaangalia vile wave inaenda Kakamega. Na akishasoma wave ya Kakamega inapenda Fernandez Barasa vile inampenda, he will change mind na atasupport Barasa because he knows very well. Wewe niambie tu ni nani hapo mbele unaona ya kwamba anaweza kashinda Barasa saa hii? Una uhakika Oparanya ataacha Elsie Muhanda na Bina Bwera aje nyuma ya Barasa? Sasa kama mimi ndio nakuambia kwa mfano, Oparanya ulijua kweli angaacha Kutima? Ulijua? Au kujua? Na Kutima alikuwa nani? Na kila mali Oparanya alikuwa anatembea na Kutima akiambia